Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Unasalimika mpenzi mtazamaji wa TV Fizi News 24. Tunakutangazia toka DRC mashariki mwake, jimboni Kivu Kusini. Natasha Mengo Androy anakuwa mtangazaji wa siku, tukiwa 26 Mei 2025. Karibu habari hizi, tuangazie na habari za elimu. Jumuiya ya Kirahia ya Mwenga inaunga mkono mahitaji ya mishahara ya walimu katika jimbo la elimu la Kivu ya Tatu linalojumuisha maeneo ya Mwenga na Shabunda. Mpango kufuatia kutotii ratiba ya malipo ya mishahara iliyotolewa na Caritas Uvira ambayo ingetumika Mei 16, 2025. Muundo huu wa kirahia ulionyesha hayo katika taarifa iliyotolewa kwa umma na kushauriana na mwanaripota wa Fizi News 24 ikiwa Mei 26 mwaka tulimo. Katika barua ya Mei 21 mwaka 2025, muungano wa mkoa wa Kivu ya Tatu ulitoa uamuzi wa mwisho kwa Caritas Uvira wakitishia kusimamisha kazi katika eneo lote la elimu, ikiwa ni pamoja na mitihani ya serikali tena sospe na mitihani ya mwisho wa mwaka ikiwa mishahara yao haipatikani. Asasi za kirahia zinaeleza masikitiko yake kutokana na hali hii ya kutisha na kutoa wito kwa Caritas Uvira kujibu maombi ya haraka ya walimu wa Mwenga na Shabunda, huku wakisisitiza umuhimu wa utaratibu huu ili kuokoa mwaka wa sasa wa shule na kuhakikisha haki ya elimu ya wanafunzi. Kwa maana hii, hawa wanasihi kuhusika kwa mamlaka katika kutafuta ufumbuzi kwa nia ya kuokoa mwaka wa shule. Tumeunga mkono wazo ya walimu wa masomo katika jimbo ya masomo ya Kivu ya Kusini ya Tatu ambayo imeundwa na mitaa ya Mwenga na Shabunda kufuatana na kalendari ya mpango ya kulipa walimu wa jimbo hilo ambayo ilitarajiwa kufanyika tariki 16 mwezi wa 5 mwaka huu na Caritas Uvira, na hiyo Caritas Uvira haikuheshimu mpangilio ambao ilisema. Ndio maana tulipenda kualika shirika la Caritas ambao lilikubalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama itaweza kupana pesa, na tayari wanakuwa na hiyo pesa. Ni ya muhimu mutume pesa za walimu kwenye simu zao. Kama ukumbusho, mitihani ya jimbo la tena sospe inaratibiwa kufanyika Juni ijayo katika eneo lote la kitaifa. Jumuiya mpya ya kirahia ya Kongo katika eneo la Uvira inaonya juu ya kuenea kwa kiwango kikubwa cha moto wa misitu katika sehemu hii ya mkoa na kutoa wito kwa hatua za haraka. Muundo huu ulisema hayo katika taarifa iliyotangazwa kwa umma mnamo Mei 25 mwaka 2025 ambayo nakala yake imetumwa kwetu. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya habari, moto wa misitu umekuwa ukiteketeza maeneo ya Kigoma, Kalungwe, Kabunambo, Luberizi, Itara na Lemera, miji ya Sange na Kiliba tangu mwanzoni mwa Machi. Hatari mbaya katika eneo la Uvira. Mazingira ya vijijini sio tu ngome ya kilimo, lakini pia tajiri katika mifumo ekolojia ambayo inahitaji sana kukuza ulinzi wa asili. Kwa Shamamba bya Mungu, hatari hii kubwa sana kwa sababu moto huu unateketeza kila kitu katika njia yake, pamoja na jua kali, hekta kadhaa za mashamba ya miogo, mikaratusi na viumbe vya asili katika vikundi vya Kigoma, Kalungwe, Kabunambo, Luberizi, Itara na Lemera, miji ya Sange na Kiliba. Kwa kuhofia hatari ya kibinadamu, mimea na wanyama ambao pia huhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, shirika hili linatoa wito kwa kuhamasishwa kwa wale wote wanaohusika ili kuokoa kile ambacho bado kinaweza kuokolewa. Usalama.
Watu wawili wamekufa na vitu kadhaa vya samani kuchukuliwa. Ripoti juu ya visa vya ukosefu wa usalama vilivyorekodiwa katika maeneo tofauti ya jiji la Bukavu usiku wa Jumapili 25 Mei kuamkia Jumatatu 26 Mei 2025. Taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani katika mahojiano nasi Jumatatu hii Mei 26 mwaka tulimo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari, usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu haukuwa shwari na wenye furaha kwa wakaazi kadhaa wa maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu, hasa katika manispaa ya Ibanda na Kadutu, na kuongeza kuwa watu wawili wameuawa na majambazi wenye silaha katika wilaya ya Chimpunda Onele, ambapo pia waliiba simu na pesa kutoka kwa wapita njia karibu na eneo linalojulikana kwa jina la Hatua kwa Hatua kuelekea eneo la Mosala. Katika manispaa ya Ibanda, wilayani Ndendere, visa vya ukosefu wa usalama vimerekodiwa miongoni mwa wakazi fulani wa Mungu Bilala karibu sana na kontena ya polisi. Kulingana na David Chikoro, mfanyakazi wa kijamii, majambazi wenye silaha walivamia nyumba kadhaa na kupora mali na kuwaacha watu 4 wakijeruhiwa kwa risasi. Hali ambayo wa mwisho wanashutumu na kuwasihi usalama wa wakaazi wa jiji la Bukavu ambao wanajikutana hawajui pa kukimbilia. Ikumbukwe kwamba idadi ya watu imefanikiwa kuwakamata baadhi ya majambazi waliokuwa wakiiba simu na pesa kutoka Pazapa katika eneo la Mosala, tukiwa mnamo manispaa ya Kadutu. Siasa. Aliyekuwa mkuu wa nchi na mamlaka ya maadili ya Jumuiya ya Pamoja ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, aliingia katika mji wa Goma Jumapili Mei 25 mwaka 2025, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, chini ya udhibiti wa AFC M23. Vyanzo vilivyo karibu na aliyekuwa rais wa jamhuri vinavyoshauriana na wenzetu wa Actualite.cd vinathibitisha habari hizo na kubainisha kwamba kuwasili huko Goma ni kwa mujibu wa ahadi aliyotoa wakati wa hotuba yake ya mwisho aliyotubia wakaazi na tabaka la kijamii na la kisiasa la Kongo. Habari hizo pia zimethibitishwa na viongozi wa AFC M23. Rais wa zamani wa DRC Bwana Joseph Kabila Kabange amewasili katika jiji la Goma. Tunamtakia maisha mema katika maeneo yaliyookolewa, walitangaza mtawalia, msemaji wakiwa wawili wa AFC M23 ambao ni Lawrence Kanyuka pamoja na Willy Ngoma. Katika hotuba yake, Joseph Kabila Kabange alishutumu serikali kwa kuwatelekeza wakaazi wa mashariki na kuwaadhibu hasa kwa kutenganisha taasisi za fedha za ndani kutoka kwa mtandao wa benki wa kitaifa na kuzuia usafirishaji wa watu na bidhaa zao. Maamuzi haya na mengine mengi yanakatisha tamaa na kufanya maisha yao kuwa hatarini kuliko awali, aliendelea kusema. Alitoa wito wa hali ya maisha ya kibinadamu katika eneo hili la nchi. Mkuu wa zamani wa DRC alihimiza mamlaka kulinda idadi ya watu na kusisitiza kwamba jeshi, mfumo wa haki na miungano mingine inayosimamia utaratibu na usalama lazima iwe katika huduma ya idadi ya watu na kujibu matarajio yake. Katika muktadha wa usalama uliogunduliwa na mizozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange alitoa wito kwa tabaka la kisiasa kujipita wenyewe ili kupata suluhu la Kongo kwa matatizo ya Kongo. Akikaribisha mipango ya amani inayoendelea, Joseph Kabila Kabange kwa upande wake alipendekeza mpango wake wa kuiondoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka shimoni. Habari za kijamii. Zungumza na watoto, wape muda wa furaha, umakini na ushirikiano wa kindugu katika wakati huu wa shida. Hili ndilo lengo la utume ulioandaliwa na shirika la vijana wa Badilika mwishoni mwa juma lililopita katika kituo cha kuokoa yatima na wahanga wa wanawake wa vita
CROFEM katika manispaa ya Bagira tukiwa mjini Bukavu. Shughuli hii ya hisani inayoandaliwa na vijana wa shirika la Badilika iliwaleta pamoja vijana yapatao 30 wote wakisukumwa na nia ya kuleta joto kidogo la kibinadamu kwa watoto wa kituo cha kulelea watoto yatima cha CROFEM. Siku hii iliundwa kulingana na mambo muhimu kadhaa: burudani ya muziki, michezo ya elimu, michoro na usambazaji wa vyakula na vitu visivyo vyakula. Mpango huu unaenda zaidi ya kipengele cha hisani, pia ni fursa ya kubainisha umuhimu wa huruma na mshikamano katika jamii. Tulikiafanya apostola ku orfelina CROFEM Abwindi kusaidia wenzetu, dada zetu na kaka zetu kwa maisha ya sasa. Gisi maisha iko ngufu, tuliona tuchangie hii bunga, maragi, mchele kidogo nye tulipata, na message nyindezi patia population communauté yote ya Sud Kivu et ses environs, ni kusaidia wandugu zetu mwa hii periode ya vita yenye tuko amo. Haiko antuka kwepesi kuishi hivi ku orfelina, haiko kwepesi. Tusaidiane kwa kusaidia kaka zetu, ndugu zetu wanapatikana ku orfelina ya Bwindi. Kwa upande wa kituo cha kulelea watoto yatima kikiwakilishwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, kilitoa shukrani zake na kufurahishwa na ishara hii ya kupongezwa. Kwa ajili ya hiyo, mchungaji Jeremy Chiza anatoa wito kwa vyama vingine na watu wenye moyo mwema kufanya kama vijana hawa ili kutoa msaada na faraja kwa watoto wa kituo hiki cha watoto yatima wanaopitia nyakati mgumu. Nimejaliwa neema ya kupokea vijana wa kikundi ya vijana Badilika, wamekuja kufanya apostola hapa. Kwa hiyo wakati ya vita, walio wengi watu wenye moyo mwema wamekimbia vita, wengine wamefariki, makazi zimefungwa. Sasa watoto wanaishi mkipindi kizito. Ndio maana ninasema asante kwa vijana waliofika, lakini pia ninaacha mlango wazi kwa kila mtu mwenye moyo mwema akuje kufanya apostola hapa. Ikumbukwe kuwa jumuiya ya vijana Badilika imekuwa ikifanya kazi kwa miaka kadhaa katika kukuza ustawi wa jamii, uhifadhi wa bioanuai ama biodiversite kwa lugha la Kifaransa, na uhamasishaji wa kuishi pamoja bila ubaguzi. Habari za utamaduni. Mchekeshaji wa Bukavu Irene Zihiruka anaendelea na ziara yake ya kimataifa ili kutoa sauti kwa watu wa mashariki mwa DRC kupitia ucheshi. Nyota huyu wa vichekesho ametembea tayari Ufaransa, Ubelgiji, Kongo Centrale na anapanga kufunga ziara yake nchini Cameroon kama sehemu ya shindano la Mon Premier Montreux, ambapo atadumbuiza katika fainali. Fursa kwake kutoa shukrani kwa watu wa Bukavu kwa usaidizi wao katika ziara yake. Kwa ajili ya hiyo, Irene Zihiruka anatoa wito kwa wakazi kuwa wastahimilivu na wajasiri katika kipindi hichi. Katika mazungumzo nasi alieleza. Tournée ilianza déjà à partir ya le 17 mai avec le festival Tousser au Rire la Jolie. Paka le 24 mai nilifanya prestation tatu France. Le 17 mai, le 23 et le 24 mai, yote bipitikana mzuri. Tutaendelea na ingine mipango déjà pour le mois de juin, mwezi wa 6. Tunaendelesha avec le concours Mon Premier Montreux. Comme Tulozaka signalé, je suis parmi les 8 finalistes retenus. Na itakuwa juin, itakuwa Cameroun. On continue toujours dans le cadre de la tournée. En tout cas, mina remercier sana public ya Bukavu pour force na soutien nye banendelea na kunipatia malgré la distance, malgré la situation sécuritaire. Et je suis de cœur, tuko pamoja kabisa. L'unique message meneza pana gisi munayua niko artiste comédienne. Donc mission yangu ni kuendelea na bachekesha malgré tout ce que nous traversons en fait. Mungu endelee na kutulinda, et de rire yenye chez ba artiste ndio mission yetu. Ni kuendelea tu na destresser, kuendelea na ikamata kama une manière ya thérapie pour alléger ma stress na ma souci qui traverse en fait nos frères et sœurs qui sont à l'est.
La ziada hatuna, mtazamaji wa ratiba zetu. Tunakutakia amani ya Mwenyezi Mungu izidi kuwa pamoja nawe. Alamsiki. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.